Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Oman inasema tishio hatari zaidi halitokani na Tehran bali linatokana na Tel Aviv kwa maana ya Israel. Serikali ya Oman imesema tishio kubwa zaidi kwa usalama na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati halitokani na Tehran, lakini ni kutokana na Israel, nchi ambayo kwa namna moja ama nyingine imetengeneza uadui mkubwa na nchi nyingi za Mashariki ya Kati. Lakini pia taifa hili linaonekana kama ni moja kati ya mataifa ambayo kwa sasa yanaonekana yamekuwa na fujo kubwa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, huku wakati wote akijiandaa kwa ajili ya mapambano pekee. Serikali ya Oman imesema katika taarifa yake, Oman imeeleza kuwa hatua na sera za Israel ndizo zinazochochea kuongezeka kwa mvutano katika Mashariki ya Kati na kusisitiza kuwa juhudi za kidiplomasia na mazungumzo ndizo bora zaidi za kutatua mgogoro wa kudumisha amani katika eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badri Abdul Busaid, amekosoa kuendelea kwa vita katika eneo la Mashariki ya Kati na kusema kuwa tishio kubwa zaidi kwa usalama wa Ghuba ya Uajemi halitokani na Tehran bali linatokana na maamuzi ya hatua zinazochukuliwa na Tel Aviv. Kwa mujibu wa shirika la habari la Mehr likinukuu Al Jazeera, Al Busaid amesema kuwa kwa sasa kuna mazungumzo tata yanayoendelea kwa lengo la kuandaa utaratibu wa muda mrefu utakaohakikisha uhuru wa usafiri wa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Ameongeza kuwa Oman ina wajibu wa kushirikiana na Iran pamoja na jamii ya kimataifa ili kufanikisha utaratibu utakaohakikisha usalama na uhuru wa meli kupita katika njia hiyo muhimu ya kimataifa. Waziri huyo amesema tishio hatari zaidi kwa usalama wa Ghuba ya Uajemi halitokani na nchi ya eneo hilo bali linachochewa na maamuzi ya harakati zinazofanywa nje ya eneo hilo, hususan kutoka Tel Aviv. Aidha, amesema vita vya sasa vimeleta maafa makubwa, havikupata idhini ya Umoja wa Mataifa na havikufanikisha malengo yaliyokusudiwa. Kwa upande mwingine, mtandao wa Al Mayadin umeripoti kuwa Al Busaid katika makala iliyochapishwa katika gazeti la Le Monde alisisitiza kuwa tishio kubwa zaidi halitokani na Tehran bali linatoka huko Tel Aviv, na amesema ni muhimu kujifunza kutokana na hali ya sasa na kuelekeza juhudi katika kujenga mustakabali bora baada ya kuendelea kushughulikia makosa ya zamani. Kauli hii pia iliwahi kuzungumzwa na spika wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohamed Bagher Karibaf, ambaye alisema kwamba nchi za Mashariki ya Kati zinapaswa kuonyesha ushirikiano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini si kuonyesha ushirikiano na Marekani na Israel, kwani mataifa haya mawili yatawaacha njia panda na kuyaacha yasiwezi kufanya lolote, na wakati huo wa Iran watakuwa wakifanya mashambulizi dhidi yao. Wakati huu jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limeapa kwamba endapo nchi za Mashariki ya Kati ambazo zina ngome za kijeshi za Marekani, endapo zitaendelea kutumiwa ngome zao za kijeshi ama ardhi zao na anga zao, basi moja kati ya jambo kubwa ambalo litatokea sasa ni kuhakikisha nchi hizo zinashambuliwa, kutokana na kwamba kama watamaliza ngome za kijeshi za Marekani, wao ndio ambao watafuata. Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu la Iran limesema, likitoa msisitizo zaidi kwamba mataifa hayo yanapaswa kuungana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini si kuungana na Marekani ambayo imeleta uhasama mkubwa ikishirikiana na Israel katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho wa Oman wanasema kwamba Tel Aviv ndiye tishio zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, tofauti na baadhi ya nchi za maeneo hayo zikisema kwamba ni Tehran ambayo imekuwa hatari zaidi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.